waamini wa mwanzo walikuwa wanakusanyika nyumbani kwa huyu Maria wakisali na kwa ibada mbalimbali. Marko aliandamana na Barnaba, aliandamana na Paulo, aliandamana na Petro katika safari zao za kitume. Na Marko tunaambiwa kwamba alikuwa anaandamana sana na huyu mtume Petro. Ni wazi kama alivyosema, pia aliandamana na Paulo. Walifika mahali wakapishana kidogo, lakini baadaye walikuja kurudiana tena. Lakini mengi ambayo yaliyoandikwa katika Injili ya Marko kwa kweli ni ufupisho wa yale ambayo Petro alikuwa akihubiri. Na ndio maana baadhi ya wazee wa kanisa wanasema ni Injili ya Petro, yani ile Injili ya Marko. Basi wengine wanasema kwamba ni kama Injili ya Petro, kwa sababu mengi aliyopata huyu Marko ameyatoa kwa mtume Petro ambaye alikuwa kiongozi wa kanisa. Yeye Marko alihubiri habari njema kule Alexandria, Misri, alikohubiri na kuuawa. Alikuwa shahidi. Sasa anasema amezikwa, masalia yake yamezikwa huko Venice, Italia. Inawezekana hata huko Italia, huko Venice alifika, pengine alifika akahubiri huko, lakini kimsingi kweli yeye kwa kweli alihubiri Alexandria kule Misri. Basi huyo ni Marko, ambaye kwa Injili yake tunapata mengi yanayohusu habari njema ya wokovu. Alihubiri kwa bidii habari njema. Ametuandikia hayo ambayo tunayoyasoma katika Injili yake, ambayo yanatusaidia katika kumfuata Kristo. Somo la kwanza tumesikia linatoka katika kitabu cha Nabii Yeremia. Tumesikia jinsi alivyoitwa kijana mdogo, na kiasi fulani anaona kwamba hastahili kwa sababu bado ni mdogo, analalamika. Lakini anaambiwa kwamba tangu tumboni mama yake tayari alishachaguliwa na Mungu kuhubiria mataifa habari njema. Na tena anaambiwa kwamba asiogope, Mungu atakuwa pamoja naye. Yeremia katika kuhubiri habari njema au katika kuhubiri habari za wokovu, kwa kweli alipata shida, ni wazi. Alipata shida. Alipata shida. Na wote ambao wanaohubiri habari njema, ambao wamewekwa wakfu hasa kwa ajili ya habari njema, mambo sio mteremko, kwa kweli sio mteremko. Upinzani unakuwepo. Yeremia alipingwa sana, fika mahali kukata tamaa. Upinzani upo mkubwa kabisa kabisa. Pia wote hao basi ambao wamepewa daraja, upinzani unakuwepo hapa na pale, lakini tunaambiwa kwamba Mungu anatuambia kwamba nipo pamoja nanyi, msiogope. Waliopewa daraja, kila mmoja ana experience yake, kila mmoja ana experience yake, mateso ambayo amepata katika kumtumikia Mungu, lakini tunapata faraja sababu Mungu alisema kwamba nipo pamoja nanyi. Kwa hiyo hata shemasi huyu ambaye muda si mrefu atakuwa padri, basi ajiandae kukutana na hali hiyo anapohubiri habari njema. Akutana na upinzani, lakini asikate tamaa, kwa sababu Mungu
hatuachi. Mungu akiwa upande wako hutashindwa. Na katika somo la pili, barua ya Petro, tunaambiwa kwamba tukeshe, kwa sababu mpinzani wetu Shetani anazunguka huko kama simba angurumaye akitafuta mawindo. Tafuta mawindo amle. So kwa hiyo kila wakati lazima kuwa makini. Shetani kila wakati yupo kazini akitafuta watu ili wamfuate. Na tena Shetani mjanja, anatafuta hata wale ambao wana akili sana, anawavuta kwake. Kwa ndugu zangu, yote yule tujue kwamba kweli Shetani yupo na atatumia kila ujanja kutunasa, lakini tunaambiwa kwamba tuwe makini. Tuwe makini kumpinga huyu Shetani. Tuwe makini, tujitahidi kumpinga. Na anayempinga Shetani naambiwa kwamba atapata faraja. Shetani anatumia mbinu mbalimbali. Anaweza akakushawishi, anakuambia leo twende kwa mhubiri fulani huko. Unaenda huko, unasikiliza mahubiri yake. Baadaye nakushawishi, nenda kwa mhubiri mwingine sehemu fulani. Utakwenda huko. Baadaye nakushawishi, nenda sehemu fulani. Kwa hiyo mwishowe unachanganyikiwa, kwa sababu huyu anasema vile, unasema vile, mwishowe unachanganyikiwa, unakata hata tamaa. Tayari umeshakuwa Shetani amekuinda kama huyu simba naye nguruma, basi ameshapata windo lake. Akishapata anatafuna, ameshakumaliza. Utakuwa tayari umeshaangamia. Kwa hiyo Shetani yupo kazini kila wakati. Yupo kazini. Shetani ndiye anayeshawishi watu kufanya uovu. Shetani ndiye anayeshawishi watu kuwa wakatili. Shetani ndiye anayeshawishi watu kufanya mambo ya wizi. Shetani ndiye anayeshawishi watu kufanya mambo ya ufisadi. Shetani ndiye anayeshawishi watu kufanya mauaji na kadhalika, vitu namna hiyo. Sasa tunaambiwa kwamba tuwe macho kumpinga huyu ambaye ni mwovu, ambaye kila wakati yupo anatunyemelea. Lakini wezi kwa nguvu zako mwenyewe wezi ukapambana naye ipasavyo. Unahitaji sana kusali, kumwomba Mungu upate nguvu za kumshinda huyu mwovu Shetani. Katika Injili tunasikia habari za wale 11 wanaotumwa wakahubiri habari njema, na Kristo anawaambia kwamba wakahubiri, na watakao lisikia neno wataokoka, ambao watalikataa basi hao watahukumiwa. Na wanaambiwa kwamba yeyote atakaye amini, kuna ishara ambazo zitaambatana na wale ambao wanaoamini. Watatoa pepo kwa jina la Kristo, wataponya wagonjwa, wakishika nyoka hata wauma, wakitumia kitu chenye sumu hakitawadhuru na kadhalika. Kwa sababu nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na hao watu. Ndugu zangu, kwa ubatizo wetu tumetumwa kufanya nini? Kuhubiri habari njema. Kuhubiri habari njema, watu wanafikiri kwamba sio ni kazi ya mapadri, sio mashemasi kuja hapa kama ninavyohubiri hapa ndio kuhubiri habari njema. Hapana. Kwa maisha yako yawe ni habari njema kwa wengine. Maisha yako ya habari njema kwa wengine. Watu wakiona matendo yako wamtukuze Mungu. Naona kwamba kweli maisha ya mtu huyu ni maisha mazuri na wanamtukuza Mungu. Kwa hiyo maisha yetu ndiyo habari njema. Na habari njema ni kwa yule ambaye kwa kweli matendo yake mara zote ni matendo mema. Maana matendo maovu sio habari njema hata siku moja, ila matendo mema ndio habari njema. Kwa hiyo tujitahidi kuhubiri habari njema kwa maisha yetu mazuri, kwa mienendo yetu mizuri, kwa maneno yetu tunayoongea, basi yote hayo ni habari njema. Kwa hiyo tujitahidi sana
kumhubiri Kristo. Sasa nirudi katika tukio la leo. Mpendwa wetu atapewa daraja ya upadre. Mungu ndiye anayeita. Mungu ndiye anayeita. Na Mungu anapoita, binadamu hata weke vigingi au nini, hawezi kuzuilia yule ambaye amemwita. Hawezi. Kwa hiyo wito unatoka kwa Mungu. Na ni zawadi, na wala sio mastahili ya mtu, kwamba mtu anastahili. Mtu anastahilishwa kupewa daraja. Na yule ambaye anayeitwa anachukuliwa katika kundi la watu ili afanye nini? Alihudumie ili kundi kwa mambo yanayomhusu Mungu. Alihudumie kundi kwa mambo yanayomhusu Mungu, na sio mambo mengine. Sio mambo sio nini, yanayomhusu Mungu, ndio kazi yake. Na ili aweze kuwahudumia watu vizuri, anapaswa kuwa mtu wa sala na tafakari sana. Bila sala na tafakari, mtu hawezi kumtumikia Mungu ipasavyo. Sala na tafakari. Na anayeacha kumtumikia yule aliyeitwa, aliyepewa daraja, anayeacha kumtumikia Mungu, yani anaacha kuwatumikia wengine, huyu ametoka nje ya reli. Ametoka nje ya reli, kwa sababu hakuitwa kwa ajili ya kujitumikia yeye mwenyewe. Hapana, ameitwa kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Kujitumikia mwenyewe ni kama pale ambapo utakuta aliyepewa daraja, badala ya kuwa labda kwenye sehemu yake ya kazi, labda parokiani, labda ipo katika mradi wake sijui nini, shamba huko, au sijui kitu gani huko, au mifugo na kadhalika, na watu wanakuja parokiani kutafuta huduma, hayupo. Hayupo. Yuko wapi? Yupo katika shughuli zake za binafsi huko. Sasa huko ndio kujitumikia mwenyewe na sio kuwatumikia watu. Kwa hiyo mtu anaitwa awatumikie watu na sio kujitumikia yeye mwenyewe. Kwa hiyo mpendwa shemasi, naomba sana ukumbuke hilo, kwamba kwa kweli unapewa daraja ya upadre kwa ajili ya kuwatumikia wengine, sio kujitumikia wewe binafsi. Hapana. Alafu pia katika kumtumikia Mungu lazima kuyapa kipaumbele yale ambayo ni muhimu. Yale ambayo ni muhimu kuyapa kipaumbele. Kuhubiri neno na utoaji wa sakramenti, haya ni mambo muhimu ambayo mpewa daraja anapaswa kufanya nini? Kuyapa kipaumbele. Mambo mengine yanaweza kafanywa hata na watu wengine pia, lakini kuhubiri neno, kufanya maadhimisho ya sakramenti, sijui kubatiza, kuungamisha, kuadhimisha ibada ya misa, kupaka wagonjwa mafuta, mtu mwingine aweza akafanya. Lakini kusimamia sijui nyumba inajengwa mahali sijui, au watu wanapaka rangi, kusimamia, mbona hata mtu yeyote anaweza akasimamia hicho? Au kuna sijui shamba, ukuta labda parokia ina shamba mahali mbali huko wanalima, alafu padi anaacha parokia anaenda kusimamia vibarua kule wanaolima huko. Mbona mtu yeyote anaweza akaenda kule kusimamia hao vibarua? Lakini mambo ya kupaka wagonjwa mafuta, kuungamisha watu, kuadhimisha misa, mtu mwingine hawezi kufanya. Ni yule tu aliyepewa daraja ndio anaweza akayafanya. Kwa hiyo nakuomba mpendwa, uyape kipaumbele yale ambayo ni muhimu. Mengine hata watu wengine wanaweza kuyasimamia, lakini yale ambayo wengine hawezi kuyafanya, hayo unapaswa kuyafanya kwa bidii. Ndugu zangu,
aliyepewa daraja anawekewa mikono na sala ya kumweka wakfu, na baada ya hapo huyu ambaye amewekewa mikono na kuwekwa wakfu tunasema kwamba anakuwa Kristo wa pili. Anakuwa nani? Anakuwa Kristo wa pili. Na kama ni Kristo wa pili, basi watu wamuone Mungu ndani ya huyu mtu, huyu Kristo wa pili. Watu wamuone Mungu ndani ya huyu mtu. Sasa itakuwa mbaya kama watu hawamuoni Mungu ndani ya mdarajiwa aliyepewa daraja. Watu haoni Mungu ndani mwake. Ni balaa kabisa. Kwa hiyo inatakiwa waliopewa daraja walau watu waone kwamba kweli ndani mwa huyu mtu Mungu yupo. Na aliyepewa daraja kuna haya mafumbo matakatifu ambayo anayeadhimisha, lazima ayaadhimishe kwa heshima kubwa kabisa, kwa heshima kubwa. Mojawapo maadhimisho ya Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu lazima iadhimishwe kwa heshima kubwa kabisa kabisa, kwa heshima kubwa kabisa kabisa, maana padri anamshusha Kristo, na hivyo lazima kuadhimisha kwa heshima na hata na hofu ndani mwake, kwa sababu unamshusha Kristo mwenyewe. Kristo mwenyewe. Sasa padri usifuate yale ambayo wengine ambao walishajichokea. Kuna wengine ambao nakuta mshajichokea katika utume, au siwafuate hao ambao wameshachoka. Adhimisha mafumbo matakatifu kwa heshima kubwa kabisa kabisa. Waliojichokea ni wale ambao pengine utakuta mtu atakuja kuadhimisha ibada ya misa, labda anatoka kwenye nyumba ya mapadri huko amevaa bukta tu, wala hajavaa suruali, amevaa bukta tu, anakuja anashusha tu na hivi. Au mwingine anachukua tu labda stola anaweka juu ya nguo ambazo alikuwa amevaa, yani shati tu, shati amevaa, anachukua stola anaweka juu, anaanza kuadhimisha ibada fulani. Huko ni kuchoka. Ya namna hiyo usiige ya namna hiyo. Kuna ambao walishachoka wanafanya mambo kiolela. Hapana. Lazima kuadhimisha haya mafumbo matakatifu kwa heshima kubwa kabisa kabisa. Kwa heshima kubwa. Heshima kubwa kabisa. Kwa hiyo lazima na kuomba kuzingatia haya. Kuyaadhimisha mafumbo matakatifu kwa heshima kubwa na kwa hofu, na hasa adhimisho la misa takatifu, kwa sababu pale tunamshusha Kristo. Alafu ndugu mpendwa, ni vizuri kukwepa kuwakwaza watu. Kwa sababu watu wanamwona padri ambaye tunayemwita ni Kristo wa pili. Watu watakwazika pale ambapo mtindo wa maisha unakuwa sivyo wanavyotazamia. Kwa mfano, ukute mtu anaokotwa mahali, labda kwenye mfereji huko, pale amepiga vyombo vizuri tu, hapa kadondoka kwenye mfereji huko, watu wanakwazika, makwazo makubwa sana. Kwa hiyo katika utume huu ni vizuri kukwepa kabisa kuwakwaza watu kwa matendo, kwa yale ambayo unayofanya. Fanya vizuri, watu wanapata faraja. Kufanya ovyo ovyo, watu wanakwazika. Na watu wanajiuliza, hivi kwa nini huyu amepewa daraja? Kwa nini? Mbona anatenda hivi? Mbona anatenda isivyo? Kwa jitahidi kabisa mpendwa, utende vizuri bila kuwakwaza watu.
na watu wamuone Kristo ndani yako, watu wamuone Mungu ndani mwako. Pia ninyi ni wamisionari. Wamisionari au watawa hawafanyi kazi hewani, wanafanya kazi labda katika majimbo. Unapelekwa, anaenda fanya kazi sehemu fulani, hivyo hivyo na kadhalika. Basi ni kushirikiana, na pale ambapo unapopelekwa basi fanya kazi yako vizuri kwa kufuata kile ambacho mwenye jimbo anachokitaka. Kila jimbo lina utaratibu wake. Askofu ana utaratibu wake wa kichungaji. Kwa hiyo unapojikuta umepelekwa katika jimbo fulani, unafuata utaratibu wa jimbo lile, na unafanya kazi kwa kufuata ule mpango wa kichungaji ambao askofu mwenye jimbo aliouweka. Na wala mtu huwezi kujifanyia unachopenda wewe. Hapana. Na pia taratibu hizi zinatofautiana kati ya jimbo na jimbo. Kwa hiyo lazima pia kuangalia. Mfano kwetu sisi Dar es Salaam, wakati wa kupokea watu tunasimama. Majimbo mengine labda watu wanapiga magoti. Sasa lazima kujua hiyo. Huwezi kuambia watu haje hapo waambie piga magoti, piga magoti. Si utaratibu wetu, watu tunasimama. Ndio utaratibu wetu wa. Kwa hiyo ndio inasema hapa lazima kufuata utaratibu wa kichungaji wa jimbo ambalo unalokuwepo. Vinginevyo utakuwa unagongana na mwenye jimbo. Na unapogongana na mwenye jimbo unaambia kwamba uondoke. Kwa hiyo jitahidi kabisa kushirikiana na wale ambao utakapopangiwa kufanya kazi nao na kuendana na utaratibu wa jimbo ambalo unalokuwepo. Nanyi waamini muwaombee mapadi wenu, muwaombee hao wanaowahudumia. Kwa sababu bila sala zenu utume wenyewe ni mgumu. Ni lazima kuwaombea. Msipowaombea kazi inakuwa nzito, lakini kwa sala zenu basi wanajikuta kwamba mzigo waliobeba unakuwa mwepesi. Lakini pia cha kukumbuka ni kwamba wala usijaribu kumfanyia ubaya yule ambaye aliyepakwa mafuta. Usijaribu kabisa kumsema vibaya au kumtendea vibaya. Usijaribu kabisa, kwa sababu unakuwa na hatia. Kumbukeni katika maandiko matakatifu, Sauli alitaka kumuua Daudi, na Daudi akakimbia. Na siku moja Sauli katika kumtafuta Daudi huko, mfika mahali na wale aliokuwa pamoja nao wapata usingizi. Daudi anamkuta Sauli yuko usingizini. Wale walioandamana na Daudi wanamwambia kwamba huyu hapa, tumalizie sasa hivi hapa. Daudi alisemaje? Daudi alisema kwamba ni nani atakayenyosha mkono wake juu ya mpakwa mafuta asiwe na hatia mbele ya Mungu? Ni nani atakayenyosha mkono juu ya mpakwa mafuta? Wafalme walikuwa wanapakwa mafuta. Asiwe na hatia mbele ya Mungu. Ndio maana anasema kwamba jihadhari kabisa na hao watu wanaitwa waliopakwa mafuta, sababu ukichezea ubaki salama. Unakuwa na hatia kama Daudi anavyotuambia. Kwa hiyo tuwe makini sana, tujitahidi kuwaombea, na wala sio kusema mabaya, wala sio kuwapinga au kufanya nini. Jitahidi kuwaombea wafanye kazi yao vizuri na sio kuwatendea mabaya. Mfano wa Daudi utusaidie kwamba wote waliopakwa mafuta watendewe mema na wala sio kutendewa mabaya. Basi tumuombe Mungu kwa ajili ya kijana wetu, shemasi wetu ambaye atapewa daraja hivi punde, ili wajibu huu ambao taupokea siku ya leo
aweze kufanya kwa furaha kubwa kabisa kabisa na kwa bidii zote, alitumikie kanisa la Mungu na aweze kuokoa roho za watu. Kazi ya padri ni kuokoa roho za watu. Padri anabatiza, padri anaungamisha watu, padri anawapatia wagonjwa mafuta matakatifu na kadhalika. Kazi ya padri ni kuokoa. Basi tumuombe Mungu amsaidie katika kazi hiyo ya kuwapeleka watu kwa Mungu. Msifu Yesu Kristo.